Kufunga sio kuhusu kuacha chakula tu, japokuwa kuacha chakula inaweza kuwa ni sababu moja wapo. Tukiwa tunafunga kama Wakristo, tunafunga milango yote ambayo ilikuwa imefunguliwa bila ridhaa ya Kristo Yesu, lakini tunafungua milango yote ambayo ilikuwa imefungwa bila ridhaa ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ambao hujawahi kufunga na unatamani kufunga kwa mara yako ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba mfungo hauhusiani na dini wala dhehebu. Mfungo ni mahusiano yako kati yako wewe na Kristo Yesu. Kwa kila wakati unapotamani kufunga au unapotamani kuanza kufunga, tamani kwanza kutengeneza mahusiano yako wewe na Kristo Yesu, ili ujue ni kwa nini unataka kufunga, ili ujue sababu ya wewe kutaka kufunga, na utafunga siku ngapi, utaenda wapi, na utaomba vipi, utafanya nini. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufahamu, kufunga sio kuhusiana na chakula tu, ni kuhusiana na nguvu zilizopo rohoni. Kwa unapokuwa unafunga, unapokuwa umejisikia njaa, hebu replace chakula na kuomba, kumsifu Mungu, kusoma neno, kuliitia jina la Bwana na kukusanyika kwenye ibada. Kwa wewe ambaye hujawahi kufunga, kwa kufanya hivyo utajikuta umefunga siku nyingi kuliko kawaida. Kwa sababu pale njaa inapokuwa inakuuma, umeweka mstari mmoja wa Bible. Pale njaa inapokuwa inakuuma, umeamka ukaomba. Pale unapotaka kuacha kabisa mfungo wako kwamba sasa hivi sitafunga tena, unakumbuka sijafunga kwa sababu niko kanisani. Sijafunga kwa sababu ya dhehebu langu. Sijafunga kwa sababu ya dini yangu. Nimefunga kwa sababu hapa katikati kuna mahusiano yangu kati yangu mimi na Kristo Yesu. Kwa hiyo sijafunga kwa sababu nimetaka kufunga, ila kwa sababu kuna mtu ambaye ananisaidia mimi kufunga, ambaye ni Kristo Yesu. Kwa sababu anasema kwamba tupitapo katika maji mengi anakuwa yuko pamoja na sisi. Katika maisha yetu yote tunapokuwa tunatembea, kitu tunachokuwa tunakifanya hata kwenye mfungo, tunapokuwa tunafunga pamoja na yeye. Tunapokuwa tunatembea pamoja naye. Kwa kufanya hivyo itakusaidia kufunga vizuri sana. Lakini kama ukiwa unafunga tu kwa sababu una matatizo yako binafsi, lakini na unaenda nayo tu kwenye maombi, utajikuta ni mtu ambaye haupendi mifungo. Jina langu naitwa Tabitha, nakupenda sana. Mungu akubariki na kukutunza. Amen.